Rais wa Marekani Donald Trump ameondoa madarakani wanasheria mkuu Pam Bondi, hatua iliyothibitishwa na afisa wa ikulu ya White House Alhamisi. Hatua hiyo imekuja kufuatia kuongezeka kwa malalamiko kuhusu utendaji wa Bondi, hasa namna alivyoshughulikia mafaili ya uchaguzi yanayomhusu mfadhili marehemu na mkosaji wa makosa ya kingono Jeffrey Epstein. Kwa mujibu wa taarifa, Trump pia hakuridhishwa na kasi ya Bondi katika kuwachukulia hatua za kisheria wakosoaji na wapinzani wake aliotaka kufunguliwa mashtaka ya jinai. Kupitia mitandao ya kijamii, Trump alimwelezea Bondi kama mzalendo mkubwa wa Marekani na rafiki mwaminifu, huku akieleza kuwa ataendelea na kazi katika sekta binafsi. Aidha, alitangaza kuwa naibu mwanasheria mkuu Todd Blanche atachukua uongozi wa Wizara ya Sheria kwa muda. Katika kipindi chake cha madarakani, Bondi alijulikana kuwa mtetezi mkali wa sera za Trump, lakini alikosolewa kwa kile kilichoelezwa kuvunja utamaduni wa muda mrefu wa uhuru wa Wizara ya Sheria dhidi ya ikulu ya White House. Hata hivyo, mjadala kuhusu mafaili ya Epstein ulitawala zaidi uongozi wake. Bondi alikabiliwa na tuhuma za kuficha au kusimamia vibaya utolewaji wa nyaraka za uchunguzi wa kibiashara ya ngono unaohusishwa na Epstein, aliyekuwa na uhusiano na watu wengi wenye nguvu na ushawishi. Suala hilo pia limeibua changamoto za kisiasa kwa Trump, huku likifufua mjadala kuhusu uhusiano wake wa zamani na Epstein, ambao rais huyo amesema uliisha miongo kadhaa iliyopita. Hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi hiyo inaendelea kuhakikisha usafiri salama wa majini katika mlango wa Hormuz kwa vyombo visivyo na uhasama, huku ikizuia vile vinavyohusishwa na wavamizi kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Akizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Ufilipino Maria Teresia Pilazaro, Araghchi alielezea kuwa hatua hizo zinalenga kulinda usalama wa eneo hilo na kuzuia mashambulizi zaidi. Alidai kuwa mashambulizi ya Marekani ya Israel dhidi ya Iran ndiyo chanzo cha ukosefu wa usalama, huku akisisitiza kuwa Iran itaendelea kuratibu usafiri salama kwa meli zisizo na uhasama licha ya mvutano unaoendelea. Mimi ni Amina Kanyenye wa Daw TV.